Benjamin Mkapa, ukisindikizwa na King'ora. Utafika Benjamin Mkapa, utapokelewa kwa heshima na taadhima kulingana na hali ya fedha ambayo umelipwa. Utapelekwa mpaka katika viti vyenu, mtatulia zenu pale, na mtakuwa mnapata vinywaji laini kutoka Mokola, na mwishoni kwa mapumziko mnakwenda kupata chakula kwa ajili ya kuhanikiza, na baadaye mnaingia tena kwenye magari yenu, mnarudi mpaka hotelini, mnaenda kushangilia mnyama amekwenda nusu finali na familia zenu. Kwa upande wa Tanzanite, unapewa tiketi, unapewa kifurushi kutoka Simba Sports Club pamoja na car gate pass ambayo itakuruhusu wewe kuingia uwanjani bila usumbufu wa aina yeyote ule. Kuelekea katika hamasa ya mechi hii dhidi ya Almasi, nataka mtambue ya kwamba tumedhamiria mechi hii kuingiza mashabiki wengi zaidi, sanjari na kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe ya kuingiza mashabiki wengi msimu huu. Mpaka sasa rekodi kubwa tulioweka ya kuingiza mashabiki wengi kwa msimu huu ni mechi baina ya Simba na Al Ahly Tripoli, ambayo tuliingiza mashabiki 1046. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Al Masry tunataka kuvuka idadi ya mashabiki 1046. Maana yake tunataka kuingiza mashabiki kuanzia 1050 mpaka 1060 kwa maana ya full capacity. Na hili kwa wanasimba linawezekana sana ukiangalia umuhimu na ukubwa wa mchezo wenyewe. Lakini kama kawaida yetu, tumeandaa mfululizo wa matukio kadha wa kadha kwa ajili ya kutengeneza hamasa, kuuza tiketi na kufanya mchezo wetu huu wa kesho, mchezo wetu huu uwe ni mchezo maarufu zaidi kati ya michezo. Safari hii tumekuja na tukio la kipekee kabisa ambalo tunaamini litakwenda kuwa chachu kubwa na kuwafikia watu ambao hawajafikiwa kwa muda mrefu kuja kushabikia Simba Sports Club. Tumeandaa safari hii bonanza ambalo litahusisha wafanyakazi wa benki mbalimbali Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba. Bonanza hili linaitwa Simba Bankers Bonanza. Wafanyakazi wote wa mabenki yote Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba watashiriki bonanza hili kupitia mabenki yao. Tayari tumeshapeleka barua ya mialiko katika mabenki mbalimbali na tunaendelea kupeleka mialiko kwa mabenki yote Tanzania ili washiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika siku ya Jumapili ya tarehe 6. Tupo katika wiki ya hamasa, na litahusisha mabenki yote ambayo yatathibitisha na yatakubali kushiriki katika bonanza hili. Sharti la moja ni lazima wawe mashabiki wa Simba Sports Club wanaounda timu ya benki yao husika. Hivyo basi, benki yeyote ambayo inahitaji kushiriki Simba Bankers Bonanza, tuwasiliane tuweze kuwaletea mwaliko waje washiriki bonanza hili. Tunatanua wigo na kufikia mashabiki wengi zaidi ili kuvutia mashabiki wengi zaidi kuishangilia timu yao. Tulianza mabonanza haya kwa kushirikisha matawi ya Simba wenyewe kwa wenyewe. Mechi iliyopita tukafanya bonanza kwa kushirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu vyote vya Dar es Salaam, na sasa tunafanya bonanza kwa kushirikisha mabenki yote ya Tanzania yaje yashiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika katika viwanja vya vyuo vikuu vya Dar es Salaam kuanzia asubuhi ya tarehe 6 mpaka usiku wa tarehe 9. Na kumbuka tarehe 7 itakuwa ni Karume Day, Jumatatu, hakuna siku kuu. Kwa hiyo tutakesha hapo viwanja vya chuo kikuu mpaka asubuhi yake, watu wanaendelea kununua tiketi. Kutakuwa kuna zawadi mbalimbali kwenye bonanza hili. Ipo zawadi ya kikombe kwa maana ya kumtambua mshindi. Kuna zawadi ya medali kwa mshindi wa kwanza na wa pili. Kuna zawadi ya seti 15 za jezi za Simba Sports Club za Mokola kwa maana ya jezi za kimataifa tutampa mshindi wetu, na vile vile tutawapa tiketi. Tiketi ngapi tumesema? 25.
tutawapa tiketi 25 benki ambayo itashinda kwenye Bankers Bonanza, na vile vile tutawapa car gate pass na usafiri wa Costa wa kuwapeleka uwanjani siku ya mechi na kuwarudisha benki kwao na kusambaana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuyaalika mabenki yote ambayo yangependa kushirikiana na Simba Sports Club katika bonanza hili tuwasiliane, na kwa wale ambao tayari wameshapokea barua zetu, basi wathibitishe kushiriki kwa maslahi mapana ya wao kutanua wigo wao wa kufika uwanjani, lakini vile vile na wao kupata nafasi ya kushiriki haya mazoezi. Lakini kama haitoshi, wana Simba tukajuana kutoka katika mabenki mbalimbali kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii, una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka, alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni, sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shemalon Fondo, ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Shemalon yuko Morocco akiendelea na matibabu, na tumshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wanasimba wamuombe kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Shemalon Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu msimu huu. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kwa upande wangu mimi ambao nimeandaa nimeamaliza. Chiko Shindi, kuna ambacho nimesahau baba? Vipi wale ambao walinunua tiketi kwenye mchezo dhidi ya Constantine na mechi ikaenda kuchezwa bila mashabiki? Wale wote ambao walinunua tiketi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Constantine, tiketi zao watazitumia katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry. Kwa yule ambaye aliitunza tiketi yake, basi itatumika katika mchezo huu. Kwa wale ambao walinunua tiketi za platinum, rekodi zao zipo, kwa hiyo watapigiwa simu mmoja mmoja na kuambiwa kwamba tiketi yako bado iko hai. Hivyo kama una nia ya kuja Benjamin Mkapa tarehe 9, thibitisha ili tukupe utaratibu mwingine. Kwa wale wote ambao walinunua tiketi zao, kuna wengine walisamehe, walisema mtu alinunua tiketi ya 5,000, 5,000 what is 5,000? Kwa hiyo kuna ambao walisamehe, lakini kuna ambao walisema nasubiri mechi nyingine. Kwa wale wote ambao wanatudai tiketi zao, watazitumia kuingia katika mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kutoka RTV ameuliza kuhusiana na big screen. Yeah, very good question.
Ni kweli mechi na Constantine tulifanya big screen pale Mwembe Temeke, Mwembe Mbuzi Temeke pale, na ilikuwa very productive kusema kweli, watu walipenda sana ile. Na niseme tu mechi yetu ya tarehe 2 ambayo itapigwa pale Misri, tupo kwenye mchakato wa mwisho wa kuandaa big screen, wakati Simba anacheza kule Misri. Hapa nyumbani Tanzania, wana Simba tukutane sehemu moja pamoja, tuangalie mechi kwa pamoja. Tutawajulisha tukishamaliza logistics za ndani, lakini mpango huo upo. Ili swali ni kualike kesho kutwa alfajiri, timu ikiwa inaondoka, utamuuliza Mwalimu Fadlu, atakuwa na majibu nadhani mazuri ya kujitosheleza, ukaridhika, sababu ni mtaalamu. Sasa mimi nikikujibu hautoridhika, konjo Mwalimu Fadlu akujibu. Lakini nikwambie tu kwamba, ama nikutoe hofu tu ya kwamba hatujacheza mechi hapa kwa sababu iliingia kalenda ya FIFA. Kwa hiyo sio kwamba hatukucheza mechi ili tujiandae na Al Masry, no. Hatukucheza mechi kwa sababu ya kalenda ya FIFA iliyopo. Na nikwambie hata mechi ya tarehe 27 ya kesho dhidi ya Bigman, kwa namna moja ama nyingine, Simba Sports Club kwa kushirikiana na TFF tukakubaliana mchezo huo uchezwe ili wachezaji wetu wapate hiyo rhythm ya kimashindano. Lakini kama haitoshi, wachezaji wetu wengi wamekuwa bize wiki hii kimashindano. Ukiachilia mbali hawa ambao wako kambini, tumecheza mechi za kirafiki hapa, hizo usikihesabie. Lakini jana mimi nilikuwa naangalia mechi ya Taifa Stars huku na furahi kwa sababu namuona Shaba anacheza, amepata game time na match fitness. Namuona Kapombe anacheza tena, anamaliza dakika 90 anapata match fitness. Namuona Kibu Deng anawakimbiza Waarabu, anapata match fitness. Namuona Kagoma alipoingia nikafarijika kwa sababu anapata kwa hiyo hatuko pabaya. Tunakwenda kucheza na Al Masry tukiwa tumeshafanya kila kitu kizuri kuelekea katika mechi. Sasa kitaalamu zaidi atakufafanulia Mwalimu Fadlu. Ndege ambayo moja kati ya wanachama waandamizi wa Simba Sports Club walitangaza, na of course ikazua hamasa kubwa kwa mashabiki wengi wakitaka kufahamu utaratibu ukoje. Niseme tu kwamba zipo jitihada ambazo zilifanyika na zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunapata usafiri utakaoweza kuaccommodate mashabiki wengi na kwa njia rahisi na nyepesi ya kuwawezesha kufika Misri kwenda kuisapoti Simba yao. Niseme tu mpaka hivi sasa bado mipango hiyo haijakamilika. Kama itatokea taarifa nyingine yoyote, basi tutawajulisha na tutawapa utaratibu rasmi namna gani watu wanaweza kusafiri. Timu inasafiri tarehe 28, lakini mechi ni tarehe 2. Kwa hiyo kama kuna chochote hapo kabla ya tarehe 2, basi tutawajulisha, tutawapa utaratibu, watakuja hapa klabu, watasimamiwa na jambo hilo litafanyika. Mkiona kimya, jua utaratibu ambao tunakusudia kufanya umeshindikana, na mtalazimika kuisubiri Simba Sports Club itakaporejea Tanzania kwenda kuisapoti Benjamin Mkapa. Ameuliza